maeneo haya matano, ikiwa utampata mwenza wako, unatakiwa uweze kufanya uchunguzi kwa kiundani zaidi kabla ya kufunga naye ndoa, kwa kuwa ni maeneo ambayo ni hatarishi kuweza kumjua huyo mwenza wako unayetaka kufunga naye ndoa. Watu wengi waliopo kwenye ndoa wamejikuta wakijutia kwa nini wamefunga ndoa na huyo mtu, au kwa nini wamefunga ndoa na huyo mwanamke ama huyo mwanaume, kwa sababu ya kukutana katika maeneo ambayo ni hatarishi. Ni maeneo ambayo ni hatarishi kukutana na huyo mtu, unatakiwa uweze kufanya uchunguzi, kwa sababu ni maeneo ambayo mtu anajivika utakatifu ili sio mtakatifu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kuna maeneo ambayo unatakiwa uweze kujua kwamba haya maeneo unatakiwa uweze kumchunguza huyo mwenza wako kama umempata katika hayo maeneo. Eneo la kwanza ni eneo la ghafla. Eneo la ghafla ni mfano umempata mtu kwenye mitandao ya kijamii, au umempata mtu barabarani, au umempata mtu kwenye gari. Hii ni mojawapo ya eneo au ni mojawapo ya eneo ambalo unatakiwa uweze kumchunguza mwenza wako kiundani zaidi. Kumchunguza mwenza wako kiundani zaidi ni kufanya utafiti katika mazingira anayoishi, kuulizia tabia zake, hii itakufanya uweze kumjua huyu mtu ni sahihi au sio sahihi. Na pia eneo la pili ni eneo la wazi. Hii inamaanisha kwamba kuna watu ambao wanaenda bichi kula bata au kwenda sehemu ambayo ya kutuliza akili. Hii pia huwa inafanya watu wanakutana katika mambo ya kupendana. Kwa hiyo kama utakutana na huyo mtu katika haya maeneo ya wazi, unatakiwa kumchunguza kindani zaidi, kwa sababu eneo la wazi mtu anaweza kawa amekuja kubadilisha upepo alafu ana tabia mbaya mbaya. Kwa hiyo kama utampenda, unatakiwa kumchunguza kama ni mtu sahihi au sio sahihi. Na pia eneo lingine ni eneo la nyumba za ibada. Haijalishi kanisani, haijalishi msikitini. Hili ndio eneo kubwa sana ambalo unatakiwa kuweza kumchunguza mtu. Watu wengi wanaenda kanisani au msikitini au katika nyumba za ibada kwa sababu ni utaratibu, lakini ni waovu na pia ni watu ambao hawastahili kufunga ndoa na mtu yoyote. Kwa hiyo unatakiwa uweze kufahamu kwamba ukikutana na mtu katika eneo hili la nyumba za ibada, unatakiwa uweze kumchunguza kiundani zaidi, kwa sababu ni maeneo ambayo watu wengi wanaenda kama utaratibu, lakini sio wokovu wala hawana utu ndani yao. Wengi wao tu wanaenda kama utaratibu. Kwa hiyo unatakiwa uweze kufahamu kwamba ni mojawapo ya eneo ambalo unatakiwa kuweza kumchunguza huyo mtu kwa undani zaidi. Na pia eneo lingine ni eneo la kazi. Unatakiwa uweze kumchunguza huyo mtu kama utakutana naye katika eneo la kazi, unatakiwa uweze kumchunguza huyo mtu kwa undani zaidi ili usiweze kujikuta unapata matatizo makubwa katika swala la kufunga naye ndoa. Na pia eneo lingine la mwisho kabisa ni eneo la kukutana mara kwa mara. Unaweza kuwa unakutana na mtu mara kwa mara sehemu fulani, ukajikuta umempenda. Hii pia ni mojawapo ya eneo ambalo unatakiwa uweze kumchunguza huyo mtu, kwa sababu umjue kiundani zaidi. Kwa hiyo unatakiwa uweze kumchunguza ili uweze kujua kwamba ni mtu, ni mwanamke au ni mwanaume sahihi wa kufunga naye ndoa, kwa sababu sio kila mwanamke wala sio kila mwanaume unayemuona barabarani anastahili kufunga ndoa na mtu yeyote. Kwa hiyo unatakiwa uweze kujua kwamba kuna wanawake, kuna wanaume ambao hawastahili kufunga ndoa na mtu yeyote, kwa sababu hawana sifa za kuolewa au kuoa kutokana na upumbavu wao ambao wanaufanya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua hilo. Na pia nikukumbusha, kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, hakikisha unapata hii dawa. Kama wewe ni mwanamke una tatizo la kukosa hisia, hakikisha unapata hii dawa. Itakusaidia kuweza kuondokana na hilo tatizo. Naitwa Isaac Kanyamkole. Asante na karibu. No.